Richa ya mchezo huu, lakini pia tutaenda kwa upande wa pili kwa maana kocha Fadlu Davis anatokea South Africa. Bila shaka na wajua hawa Stellenbosch vizuri kweli kweli. Inaweza kawa ni faida kwa mnyama Simba pia. Hii ni faida ya Simba kwa sababu Simba na wale Stellenbosch ukiangalia aina mpira wanaocheza kama unataka kufanana kutokana na aina ya mwalimu. Ni mpira wa South Africa. Kwa hiyo yeye Fadlu Davis amefundisha ndani ya South Africa na anajua Stellenbosch vizuri. Kwa hiyo ndio maana nina uhakika kwamba hawa tunaweza kufanya nini? Tunaenda kuwatoa. Alafu advantage nyingine, unajua advantage ya kutokucheza na Zamalek. Mimi nilivyotolewa Zamalek nilifurahi sana kutokana na mambo manne. Kwanza tungekutana na Zamalek, mechi ingekuwa ya kisasi. Tulishawahi kumtoa tukamvua ubingwa kama unakumbuka 2003. Kwa hiyo na akapotea kabisa kwenye ramani ya soka. Kwa hiyo ana uchungu na Simba, ana jealous na Simba. Kwa hiyo mechi ingekuwa ngumu mno. Alafu cha pili, Zamalek wana wachezaji wenye experience, hata timu yao ina experience kubwa kucheza mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kuna mambo mengine huwezi kumfanyia. Alafu Zamalek vile vile timu yenyewe ina experience kubwa. Si umeelewa eh? Ishachukua ile kombe la shirikisho na ndio bingwa mtetezi. Ishachukua klabu bingwa, alishawahi kuwa bingwa wa kihistoria. Umeelewa, kafu iko nyumbani kwao. Kwa hiyo ingekuwa ngumu sana kucheza na Zamalek ili kumtoa. Alafu kingine nilichopenda mimi kukutana na Stellenbosch. Stellenbosch hawana mambo haya kulalala kama Waarabu. Umeona ile Mwarabu wa juzi? Dakika 45 mnacheza dakika 25. Dakika 20 zote zinapotelea kwenye ardhi. Umeelewa? Lakini huyu timu za South Africa ya mambo hawana. Hawana mambo kupoteza muda, hawana mambo nje ya uwanja hata ukienda kwao. Yaani wanachoangalia wao ni football. Kwa hiyo kitafanya nini kitapigwa. Hata mambo ya kudefense huwa hawana. Yaani wana mpira wa aina moja, mpira wa nyumbani na away wote ni huo. Usishangae akapigwa hapa na tukaenda kwao tukampiga vile vile. Kwa nini? Haina mpira atakaocheza hapa na haina mpira atakaocheza kule ni ule ule. Umeelewa? Kwa ndio maana mimi sina wasiwasi na Stellenbosch. Kwa maana kwamba GBC8 Fadlu anawajua, lakini wa South Africa pia wenyewe wanamjua na mbinu zake. Nao pia wana faida mwamba GBC8. Wanamjua Fadlu Davis, hawajui Simba. Lakini mbinu zake mimi ningekutana na Orlando ningestuka. Kwa sababu Orlando anamjua Simba. Kaizer Chiefs anamjua Simba. Lakini wao wanamjua mwalimu. Sasa mbinu atakazotumia kule ndio hizi atakazotumia hapa. Umeelewa? Mbaya zaidi uijue timu nzima. Haina wachezaji. Lakini mimi ninachofurahia kikubwa kwamba Simba wachezaji wake wana experience kubwa. Leo unapomchukua Kamara tayari ana experience kubwa. Unapomchukua Shomari Kapombe ana robo finali 7. Unapomchukua Chabalala ana robo finali 7 na nusu finali 1. Unapomchukua wachezaji wengi wa Simba kina Kibu Denis wote wana nusu robo finali nyingi tu. Kwa hiyo experience Fabrice Ngoma anampaka kashacheza finali na kashava medali ya CAF akiwa na Raja Casablanca msimu wa 2021. Si umeelewa? Ana finali ya shirikisho. Kwa hiyo wachezaji wengi wa Simba wana experience kubwa. Yaani hicho ndio kikubwa. Nadhani Simba na deni kupitia kombe hili ambalo Young Africans alifika nusu hatua ya finali. Deni lipo. Kwanza tutakuwa tuvunje rekodi yetu 2000 na ngapi? 2000 na mwaka 1993. Tulishacheza finali. Kwa hiyo tunahitaji kuvunja rekodi. Kwa ni muda mrefu hatujacheza finali. Kwa hilo ni deni. Sisi sio deni tumwangalie Yanga kacheza finali. Sisi hatuchezi tukamwangalia Yanga. Yeye Yanga kacheza kivyake na sisi tunacheza kivyetu. Sisi tunapambana na hali yetu, tunapambana na rekodi zetu. Yeye Yanga ndo anapambana na rekodi zetu. Kwa mfano rekodi ya 93 ndo ameivunja msimu wa mwaka juzi. Kwa hiyo sisi hatuchezi na rekodi za Yanga, sisi tunacheza na rekodi zetu. Si umeelewa? Sisi lazima tuanze yeye ndo aje. Hata hili kombe Yanga kama analitaka Simba lazima aanze kulichukua. Kwa sababu makombe yote Simba ndo anaanza kuchukua afu Yanga anafanya nini? Anakuja nyuma. Na ndio maana hata hili lilimshinda kuchukua kwa sababu gani? Bado Simba hajaanza, wewe unachukuaje? Ukija kombe la ligi tulianza sisi. Ligi imeanza 65 tukachukua, 66 tukachukua mara mbili. Timu ikiwa inaitwa Sunderland. Akaja Cosmopolitan ndo anakaja Yanga 2068. Si umeelewa? Ukija kombe la Afrika Mashariki na Kati kaanza Simba, ndo Yanga akaja nyuma akachukua. Ukija NX Cup, ukija Tusker, Muungano, Mapinduzi, makombe yote anaanza Simba ndo anakuja Yanga. Sasa wewe ili shirikisho alitaka aanze kuchukua na wakati Simba hajachukua. Chakula lazima aanze kula mumeo afu mwanamke ndo anakuja nyuma. Si umeelewa? Yaani chakula anaanza kula mtoto hapo anakuja mama. Yanga si ndo mama kamzaa Simba? Yes ndo kamzaa Simba. Sasa mama anakulaje chakula kabla mtoto hajala? Anaanza kula mtoto.
Ndio maana wana Simba anaanza kuchukua Yanga ndo anakuja wapi nyuma. Kwa hata shirikisho lazima aanze kuchukua Simba, ndio maana lilimshinda. Kwa Simba ndo anaenda kufungua njia ili Yanga aje apite. Hivi zile kuna wachambuzi naweza kusema hivyo, baadhi ya watu wengi wanazungumza kwamba hata hatua ya nusu finali ambayo mmefika nyinyi wana Simba ni kitu cha kawaida kwa maana lishafikiwa na Young Africans. Unajua hawa wamekosa sasa hivi ya kuongea. Waliongea Simba hatoingia hata robo. Waliongea Simba hawezi, kashapigwa goli 2 kule, hapa kishatolewa. Sasa hivi hawana ya kuongea. Matokeo yake leo kuna redio moja pendwa nimesikiliza, wanaanza kumchambua Morris Abraham. Wanakwambia ana lolote, amefeli Ulaya. Wanamfananisha na nani? Na Faisal. Yule amecheza Ulaya, Serbia. Utamfananisha vipi na Faisal? Kwa hiyo wamekosa ya kuongea hata hili. Wamekosa la kuongea, ndio maana wanaanza nusu finali kawaida. Nusu finali kawaida. Ikiwa robo finali Alikamwe alizimia pale. Wao wameona Mediali kazimia. Kwa Simba ndo nusu finali ni kawaida. Sio kwa timu zingine. Simba ameshacheza robo finali 7, kwa kiingia nusu finali. Ameshacheza nusu finali ya klabu bingwa, ameshacheza finali ya shirikisho. Robo finali 7. Huyu kwake mashindano ya kimataifa ndo kawaida, hatua yoyote atakayofika. Hatua ngeni kwa Simba ni kwenda kulichukua lile kombe, lakini finali ameshacheza 93. Si umeelewa? Lakini huyu mwingine amebahatisha. Na ukitaka kujua amebahatisha, katoka finali, kaja robo finali. Angalia grafu inaposhuka, finali, robo finali, klabu bingwa, kaishia makundi. Simenelewa? Lakini hawa wachambuzi wanakuambia Simba ni mwaka robo, kila siku robo finali, wamechoka. Angalia Simba ikiwa robo finali. Na wakati hizi robo finali ndio zinasababisha Simba sasa hivi anashika nafasi ya 4 barani Afrika. Kwani amepelekwa na mashindano gani? Si hizi robo finali. Si ndio? Simba nafasi ya 4 sasa hivi kwenye ranki. Si umeelewa? Yaani wa kwanza na National Rally. Sawa? Pointi 70 na ngapi? 70 kitu kama 74 75. Wa pili pale Mamelodi Sundowns 57. Wa tatu pale anakaa Experience di Tunis ana 57. Simba anafuata wa 4 ana 43. Sijui umeelewa? Ina maana Experience di Tunis ameshamaliza mwendo katolewa. Simba akiingia finali anaenda kumvuta Experience, anamleta chini, anakaa juu. Na Mamelodi akitolewa na National akisimama na zile 57 zake, tayari Simba ina maana akiingia finali na akalichukua kombe, Simba anaenda nafasi ya pili. Ile kauli ya tajiri Mo Dewji inakwenda kutimia. Kauli inatimia, tayari shatimia. Itimie mara ngapi? Yeye alitaka timu iwe ndani ya 5 bora, sasa hivi haipo. Umeelewa? Kwa hiyo Mo ana maoni. I'm going to brand Simba within 5 years so as to compete with the big 5 club barani Afrika. Tayari sasa hivi National akija anafungwa, Wydad akija anafungwa. Lakini wakati tunaanza tulipigwa mpaka na AS Vita chuma 5, tukapigwa na National goli 5. Sasa hivi wanatufunga mpaka Wydad nyumbani kwake. Wydad anaomba po. Wydad timu namba 2 barani Afrika, na ishawahi kushika mpaka namba 1. Akakutana na Simba mechi 4. Simba kashinda 2 nyumbani kwake, Wydad kashinda 2 nyumbani kwake. Sisi tumeshinda 1-2, 2-2. Yeye katufunga kigoli kimoja tena kwa tabu. Hiyo ndo maana halisi ya Mo. Mo na vision. Yaani uko Azim Dewji, Mungu auweke sana. Umeelewa? Mungu auweke sana. Na siku zote nilikuwa nawaambia Mo Dewji nimemuona katoka kwenye kiuno cha kina Chagula Mdewji, katoka kwenye kiuno cha kina Dewji. Huyu wa kwenu huyu GSM ametoka kwenye kiuno cha nani? Katoka kwenye kiuno cha Vilan, katoka kwenye kiuno cha Gulamali, katoka kwenye kiuno cha Rostam Aziz. Kwa hiyo Yanga wao wafadhili wake wanabadilika, wanakuja kibiashara. Akiona biashara ya timu uko wa kina Dewji, ina maana haupo kibiashara. Wao wanachoangalia ni maendeleo ya Simba na furaha yao basi. Na ndio maana umeona tangu 1988 tuko na kina Dewji tu, hakuna mfadhili mwingine aloingia. Akiingia anakuja kusaidia, lakini wenye timu yao ni kina Dewji. 88 kaanza Gulam, 90 kaanza nini? Azim Dewji, baba wa mababa, mpaka leo hii bado yupo. Na umeona, na ndio alipeleka Simba nusu finali kutokana na chachu aloweka yeye na Mama Samia Suluhu Hassan, dokta. Umeelewa?
ndio weka chachu, mama kaeka milioni 10 na yeye kaeka milioni 5. Jumla goli moja milioni 15. Hivyo wachezaji wanaachaje kupambana wapate hayo magoli? Na sasa hivi nina uhakika Azam Dewji ataongeza tena pesa. Goli linaweza likawa milioni 10. Mimi namjua yule mzee chizi mpira Azam Dewji. Na ndio mfadhili wa kwanza kututoa matongotongo wana Simba kutupeleka finali. Yaani Tanzania East Africa tulikuwa hatujui mashindano ya kimataifa yanachezwaje. Lakini chini ya Azam Dewji ndio kwa mara ya kwanza East Africa Simba inaingia finali. Ndio Gor Mahia naye akaja akaingia finali miaka ilivyoendelea mbele. Si umeelewa? Lakini huku timu zote zilikuwa hakuna anayejua mashindano ya kimataifa yanachezaje. Lakini chini ya Azam Dewji Simba inakwenda finali, na maana yeye anajua, na maana viongozi wa Simba wamepata experience kutoka kwa Azam Dewji kwamba mashindano ya kimataifa yanachezaje, kwa sababu yeye anatembea na timu yake, anajua aingilie wapi atokee wapi. Na ndio maana mumeona sasa hivi anatembea na nini? Anatembea na timu. Ingawa kuna baadhi ya watu wana vijicho wanachukia ile analolifanya, lakini sisi kama wana Simba especially watu wa Yanga wanachukia sana. Wanajua Simba itafika mbali kwa sababu ya chini ya nani? Huyu mzee kama atakuwa amewekea mkazo, Simba inafika tena finali kwa sababu alishawahi kuifikisha finali. Kwa hiyo ina maana ukoo wa kina Dewji ina maana ndio ukoo wa Simba. Ndio maana umeona katoka Gulam 88 mpaka 90, kaja Azam Dewji mpaka 93 94, amekuja Kasim, ametoka Kasim kaingia Mo Dewji mpaka sasa hivi wote bado wako ndani ya Simba. Kasimu yupo, Azam Dewji yupo, Gulam mwenyewe yupo, wote pamoja na mtoto wao Mo Dewji. Na Mo ana vision kubwa, hapo ana akili nyingi, wasomi, wameenda shule. Sio unakuwa tajiri hapo elimu huna. Lakini hao matajiri hapo wana elimu. Mo ana degree ngapi za fedha? Azam Dewji ana degree ngapi za fedha? Wote wamesoma, wanajua, wanaelewa nini each and everything kwenye masuala ya kibiashara. Wanajua timu iendeshwe vipi. Umeelewa? Mo huyu ukiangalia tweet aliyotweet tarehe 11 mwezi wa 8 2023. Muulize mtoto kama hiyo tweet anaikumbuka. Inakumbuka na vichwa vikubwa kama hivi. Tarehe 11 mwezi wa 8 2023.